Naam, habari za asubuhi, wapenzi wa Master 2 Odds, ukweli na uhakika. Ndugu zangu, leo ni siku nyingine tena baada ya kuangalia zile triki 5 za moto, lakini vile vile tukaangalia website 5 za moto. Sasa leo nimekuja kujibu maombi ya watu mbalimbali. Kuna watu waliniomba nitengeneze collect score. Jamani, hapa mnapoona kuna collect score. Hizi collect score nilitumia triki 3 tofauti tofauti, nikiwa na maana nithibitishe ni triki gani iko vizuri, ndiyo triki hiyo niwaleteeni. Kwa hiyo hapa nilijaribisha game 3 zilileta odds. Zilileta odds 339, nikaweka 500, lakini triki ile ya kwanza kabisa, triki ya kwanza ilifanya vizuri. Triki ya kwanza ilifanya vizuri kabisa. Niliomba magoli yapatikane 2-1 ikatiki. Lakini triki niliyoitumia hapa niliomba pia magoli yapatikane 2-1 ikachana, na hapa pia nikaomba 2-1 ikachana. Hizo ni triki 3 tofauti. Sio kwamba labda triki moja ndio ilitumika hapa, no. Nilitumia triki 3 niangalie ni triki gani itafanya vizuri, ndiyo niilete kwenu. Kwa triki iliyotumika hapo juu ndio triki ninaoenda kuwaletea moja kwa moja. Ndugu zangu, unajua collect score. Unaposikia collect score, maana yake ni matokeo yaliyo sahihi yatakayotokea baada ya mchezo kumalizika. Lakini kuna triki mbalimbali kuhusiana na collect score. Kuna triki ya collect score ya 0-0, 1-1, 1-2, 3-2, 4-1 hivyo. Lakini mimi naomba tufundishane triki ya matokeo ya 1-2 au 2-1, kwa sababu ndiyo simple kutabiri kuliko matokeo mengine. Yaani matokeo magumu huwa ni 0-0. Jamani, matokeo ya 0-0 ni changamoto sana kuyatabiri, au matokeo ya magoli mengi mfano 4-1 huwa ni ngumu sana kutabiri. Lakini matokeo yaliyo sahihi kutabiri ambayo ni mepesi ni 1-1 au 2-1. Kwa hiyo mimi twendeni darasani tukaangalie jinsi gani ya kutabiri collect score yenye matokeo ya 2-1 au 1-2. Basi bila kupoteza wakati tuingie darasani moja kwa moja. Ndugu yangu, kama wewe ni mgeni, basi kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, kusema chochote, kwa sababu maneno yako yatanifanya mimi yanijenge vizuri kabisa. Hata kama kuna sehemu nimekosea, zungumza ili mimi nijirekebishe. Lakini vile vile kama nafanya vizuri, basi weka maua pale, sema kaka uko vizuri. Basi baada ya kusema hivyo, twende moja kwa moja kwenye triki ya leo. Jamani, kitu cha kwanza unachopaswa kukifanya, ukiisha fungua app yako ya BetPawa, inakuwa na muonekano wa design hii unaoiangalia. Sasa baada ya hapa, nini unachoenda kukifanya? Cha kwanza, unaenda sehemu pameandikwa markets. Hapo market unaenda kufanya nini? Ukishafika hapo unaenda kurekebisha, unaweka sehemu palipoandikwa total goals. Hapa unaenda kurekebisha total goals. Ukishaweka hivyo, sisi malengo yetu ni kupata collect score, lakini triki yetu inatuomba tupitie kwanza kwenye over na under. Kwa nini over na under? Baada ya kufika sehemu hii, nitawaelekeza kwa mechi moja, alafu twende kwenye mechi nilizoziandaa mwenyewe. Maana nikisema nianze kuchambua moja moja itaniwia ngumu jamani. Mimi nilichokifanya nimeanza kuziweka pembeni kwanza, ila hapa niwaelekeze mfano ili mnielewe. Tuingie basi kwenye triki ya leo. Jamani, kitu cha kwanza kuangalia, cha kwanza
ile correct score yetu inahusisha magoli matatu. Kwanza uelewe ni magoli matatu yanayotakiwa. Sasa tutafanyaje? Cha kwanza unaenda kuangalia idadi nzima ya magoli kuanzia matatu hapa kuanzia matatu, yani over ya 2.5. Hii over ya 2.5 unaangalia nini? Over ya 2.5 unaenda kuangalia odds inaanzia 1.99 kurudi nyuma. Hiyo ni hatua ya kwanza. Odd ya 1.99 kurudi nyuma. Kitu cha pili kwenda kuangalia, unaangalia nyuma ya over ya 2.5 kuna odi ngapi kwenye over ya 3.5, na maanisha hapa kuna odi ngapi. Hapa panatakiwa pawe na odi ya kuanzia 2.80 kupanda. Kwa mfano hapo kuna odi ya 3. Kwa ukishakuta hiyo game, maana yake tayari imekizi vigezo vitatu vya mwanzo. Hivi ni vigezo vitatu vya mwanzo. Tutaifungua ndani tukaangalie vigezo vingine. Hivi ni vya tatu. Kigezo cha kwanza unaangalia uwezekano wa magoli matatu, yani over ya 2.5. Kigezo cha tatu unaangalia nyuma ya over ya 2.5 ukute odi ya 2.80 na kuendelea. Maana yake magoli yanaweza yasifike 4. Ndiyo tafasiri ya hapo. Sasa baada ya kuangalia hivyo vigezo vya nje vikakubali, unaenda kuifungua mechi yenyewe. Jamani, hii ninaitolea mfano kuelewa, then tunaenda kwenye game zetu ambazo nimezikusudia. Twende tukaangalie. Bahati nzuri kuna game za leo. Ipo game moja leo, tutaifuatilia, uinakili pembeni, tutaangalia matokeo yake baadaye. Sasa kigezo namba 2 baada ya kumaliza hapo, kigezo cha 3, maana kule tumeangalia nje viwili, sasa tunaenda kigezo cha 3. Kigezo cha 3 tunaenda kuangalia balls team to score, kwa sababu correct score yetu inahusisha magoli matatu na tena ya kufungana, kwa sababu kuna 2-1. Kwa hiyo tunaenda kuangalia kwenye balls team to score, timu zote kupata magoli. Sasa kwenye timu zote kupata magoli, hapa tutazami odds, tunaangalia mzani wa odds umegamia wapi. Tukiangalia kwenye no, hapa kuna odi ya 1.83, lakini tukiangalia kwenye yes, hapa kuna odi ya 1.98. Hii game imekataa kwa sababu gani? Ukiangalia no ina odi ndogo, maana yake haiwezi kutokea yes GG cha kwanza. Kwa hiyo tulipaswa yes GG iwe ndogo. Yani hapa yes GG ndo ingekuwa odi ya 1.83, alafu no ndo odi ya 1.98, basi ningekwambia hiyo imekizi vigezo. Manake hapa tutaangalia tu uwiano kwamba ni odi zipi wameweka nyingi, ni odi zipi wameweka ndogo. Kwa hiyo hapa tayari kigezo hiki kinakuwa kimekataa. Hiyo natolea mfano. Twende tukaangalie kigezo kingine ili twende kwenye mechi nilizokuwa nimezikusudia. Kigezo hapa nadhani nimeshapazungumzia. Hapa nimepazungumzia kule kabla sijaifunua, na kwa nyuma hapa nimezungumza. Basi kwa hiyo twende hapa. Sasa hapa unaenda kuangalia over under timu ya nyumbani. Unaona timu ya nyumbani inaonekana kwenye yale magoli matatu, yenyewe inaweza kupata goli 1. Lakini Atalanta kwenye zile goli 3 ana uwezo wa kupata goli 2. Lakini je, utaelewaje kwamba atapata goli 1 hilo hilo? Nyuma yake inapaswa kuwe na odi ya kuanzia 3 na kuendelea hapa. 3 na kuendelea. Kwa hiyo manake hapa inaonesha kabisa dhahiri kwamba kila mtu anaweza kupata goli. Lakini kuna kigezo kimoja hapa kinatukataa hapa. Kwa kama hiki kingetukubali, basi tungeenda kuangalia aliye pointiwa kupata magoli 2 na aliye pointiwa kupata goli 1. Sasa twende tukaangalie game zinazokubali. Hizo nilikuwa natoa mfano uelewe, hata kama tukienda kwenye game husika usiwe mtu wa kujiuliza maswali.
Jamani, kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment. Nina vitu vingi katika kichwa changu, yani vitu vingi. Haviishi leo wala kesho. Kila kukicha ninazidi kuongeza vitu vingi katika kichwa changu. Sasa twende tukaangalie gemu hii. Nimeipa 2-1. Kama nilivyokuambia mwanzo, tunaanza kuifungua. Na ikisha funguka, kitu cha kwanza kwenda kuangalia ni sehemu ya over na under. Ukishaifungua hapa, kitu cha kwanza unaangalia over na under. Hapa hivi unaenda kuangalia ile over ya 2.5 iwe na odds ya kuanzia 1.99 kurudi nyuma. Ukiisha dhibitisha hilo, unarudi kutazama nyuma, kigezo cha pili nyuma yake kwenye odds ya over ya 3.5 iwe na odds ya kuanzia 2.85 kupanda. Kwa hapa kigezo kinakubali. Kikisha kubali, unaenda kuangalia sehemu pameandikwa boss team to score, timu zote kufungana. Timu zote kufungana. Hapa unaangalia nini? Unaangalia mzani umelalia wapi, kwamba odi chache ziko wapi. Ukikuta zipo kwenye yes, maana yake kweli wanaweza kupata kufungana. Lakini ukikuta odi chache zipo kwenye no, hapo achana napo. Kwa tukiangalia hapa, odi ya 1.68 ipo kwenye yes, ni odi ndogo. Lakini odi ya 1.97 ni kubwa, huwezi kuilinganisha na odi ya 1.68. Kwa hiyo hapo pamekizi. Nini kingine cha kwenda kuangalia? Cha kwenda kuangalia, tunaenda kuangalia timu iliyoaminiwa ni timu ya wapi. Tumeona ni timu ya nyumbani ndio imeaminiwa, kwa maana yake timu ya nyumbani ndio ina uwezo wa kupata goli 2 na timu ya ugenini ina uwezo wa kuscore goli 1. Je, ni kweli? Twende tukaangalie kwenye over na under timu ya nyumbani. Na kweli timu ya nyumbani kama nilivyosema ina uwezo wa kuscore goli 2. Kwa sababu gani? Over ya 1.5 ina odds ya 1.71 ambayo nimewambia nyuma ya odi hiyo kuwe na limit ya odi ya 2.85 kupanda. Kwa hapa tayari unapaona pana hiyo odds ya 3.20. Maana yake wa nyumbani uwezo wa kuscore ni goli 2 pekee. Zikipatikana 3 ni kwa bahati. Sijui kama umenielewa. Kwa kama umejua nyumbani atascore 2, unaenda kumwangalia na huyu wa ugenini kwenye over na under. Unaangalia kabisa kwenye over na under, yeye ana uwezo wa kuscore goli 1. Ambayo kujua kwamba atascore unatazama odds yake ni kati ya 1.99 kushuka chini. Lakini je, utajuaje atakomea goli hilo? Unatazama nyuma ya hiyo odi inayofuata, unagundua kuna odi ya 3.20 ambapo nimeshakwisha kusema kwamba odi ya 2.80 na kuendelea ni odi ambayo kutokea ni ngumu kidogo, japo inaweza kutokea. Kwa hiyo unagundua kwamba wa ugenini atapata goli 1, lakini wa nyumbani atapata goli 2. Hivyo unachoenda kukifanya moja kwa moja, unaenda sehemu pameandikwa collect score, unaenda kuweka 2-1. Hapa unaenda kuweka 2-1. Nadhani kama nimeeleweka ndugu zangu. Hii ndo jinsi ya kutabiri collect score ya 2-1 au 1-2. Itategemeana aliyeaminiwa ni wa nyumbani au wa ugenini. Baada ya kusema hivyo, ninaenda kuangalia mfano wa pili. Mfano kabla sijaendelea, naomba nirudi nyuma nikuoneshe hii game hii ya watoto. Hii ni game ya watoto ndugu zangu. Kabla sijaenda kwenye Tottenham na West Ham, naomba tuangalie hii game ya watoto vizuri. Hii game ya watoto ni fertilizer ya watoto. Sasa hii game tuikumbuke wote, inacheza leo. Yani game inacheza leo, tuifuatilie ili tuelewe. Game inacheza saa 10. Hii game inacheza saa 10 na hii game ni ya Brazil.
Kwa hiyo utaenda pale Brazil, utaenda uiwekee alarm, uifuatilie game hii, kisha tutapeana majibu ndugu zangu. Japokuwa collect score ni ngumu kidogo kuitabiri kwa wale wabetiaji wanajua, lakini hiki nilichokizungumza ndio ukweli mtupu. Baada ya kusema hivyo, twende tukaangalie game ya Tottenham kupitia mfano niliousema. Tottenham anacheza tarehe 17, lakini hii game nimeichukua tu kama kufundishia. Ikishafunguka hivi kama tulivyozungumza, kitu cha kwanza unaenda kuangalia idadi yetu ya magoli. Hakikisha magoli yetu yana range magoli 3. Magoli 3 na odds yake kwenye over ya 2.5 iwe na odds ya kuanzia 1.99 kurudi nyuma. Lakini pia nyuma yake kwenye over ya 3.5, manake magoli yasifike 4 hapa, kuwe na odds ya kuanzia 2.80 kupanda. Ukisha gundua hilo unaelewa kabisa mchezo huu utamalizika kwa magoli 3. Je, magoli 3 haya ni kweli yatapatikana? Unaenda kwenye yes GG ukaangalie kwanza, je kufungana kweli kupo? Unaenda kulinganisha hizi odds zilizowekwa hapa. Unaona, unaangalia hizi zilizowekwa kwenye no na hizi zilizowekwa kwenye yes. Hakikisha zile zilizo kwenye yes ziwe odds ndogo, lakini zile zilizo kwenye no ziwe odds nyingi. Kwa hiyo hapa kigezo kinakubali kwamba watafungana. Sasa kama watafungana na tumeshaona kutakuwa na magoli 3, je, nani atapata goli 2 na nani atapata goli 1? Tunaona huku juu wamesema Tottenham atashinda. Kwa kama atashinda, manake ndiye atapata goli 2 na huyu hapa ndiye atapata goli 1. Sasa tukaangalie, je ni kweli? Tunaenda kumwangalia Tottenham. Tottenham ukimwangalia goli 1 ana uhakika wa kulipata, lakini vile vile goli la pili ana uhakika wa kulipata, kwa sababu hiyo odi ya 1.68 iko kati ya odi ya 1.99 kurudi nyuma. Lakini vile vile unaangalia odi inayofuata kwa nyuma, je pia na yenyewe inaweza ikatokea pengine labda Tottenham ndiye anaweza kupata magoli 3 yote. Unaenda kuangalia katika triki yetu kwamba odds ikiwa 2.80 na 80 kamili kupanda ni ngumu kutokea. Kwa hiyo hapa Tottenham kupata goli 3 peke yake ni ngumu kutokea, lakini kupata goli 2 Tottenham anaweza kupata. Basi tunaenda kumwangalia West Ham. Tunaangalia West Ham goli 1 ana uhakika wa kulipata. Sasa kama ana uhakika wa kulipata na ukiangalia odi yake ni kati ya 1.99 kurudi nyuma, basi tunaangalia, je wenda West Ham anaweza kupata goli la pili? Tunaangalia triki yetu inatuzuia hapa, kwamba triki yetu inatuzuia odi ya 2.80 kupanda juu ndiyo inayoonekana hapa, manake West Ham atapata goli 1 peke yake. Hivyo unakuwa umeshagundua kwamba huu mchezo utaisha na goli 3 na 2 atazipata Tottenham, 1 atapata West Ham. Unachoenda kukifanya, unaenda kwenye collect score, unaenda unaweka 2-1. Jamani, baada ya kusema hivyo nikwambie, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini vile vile naomba kwenye comment uzungumze option ambayo wewe unatamani upate mafundisho yake. Unaiweka pale kwamba brother, hebu tufundishe option fulani, option fulani, option fulani. Mimi naingia kwenye kitabu changu, napita, naenda naangalia, na summarize, then nakuletea somo lake hapa. Kikubwa wewe subscribe, like, comment, ili kila ninapo upload video yangu uwe wa kwanza kuiona na wa kwanza kujifunza. Jamani, baada ya kusema hivyo niwaambie, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment. Na mwanafunzi mzuri ni yule anayeuliza, ni yule anayejaribu kufanya mazoezi ya mwalimu aliyoyatoa. Baada ya kusema hivyo niseme asanteni sana. Mungu awabariki. Tuko pamoja. Mungu atusaidie. Tumeuanza mwaka salama, tumalize mwaka salama. Tumalize mwaka salama.